Bana, tuko katika tukio muhimu sana la Simba Day 2026. Mwana Simba vipi? Bila kuchoka. Shwari kabisa. Bwana, nasema bila kuchoka ndo slogan yangu. Kwa majina wananiita Saidi Kikuji au Chuma, nikiwakilisha kutoka Wekundu wa Usambara, Lushoto, Tanga. Niko hapa kwa nini nakuambia bila kuchoka. Leo ni mwaka mpya, ni siku mpya kwa wana Simba kwa sababu timu imetimiza miaka 90. Kwa hiyo ni Simba Day ya tofauti na Simba Day zote ambazo umewahi kuzisikia, ndio maana nakwambia bila kuchoka. Sawa. Tumekuwa tukikona kwenye matukio mengi sana ya Simba, iwe mechi za kimataifa lakini pia mechi za hapa ndani. Unashiriki kwa ukubwa zaidi ukitokea mkoa wa Tanga kule Lushoto. Kwako miaka 90 ya Simba unaipokea vipi na kipi cha tofauti ambacho unategemea pengine viongozi wafanye katika miaka hiyo 90 ya klabu yako? Kwanza asante, kama ulivyosema kweli matukio ya Simba mengi sipelei, lakini kila tukio la Simba kwangu naliona jipya. Yaani kama hili hapa ni jipya, na kwa nini nasema ni jipya? Kwanza linafanya, unajua Simba tuna dhana yetu ya nguvu moja. Sasa dhana ya nguvu moja, rafiki ambaye nilikutana naye msimu uliopita mtapata mwingine tena wa msimu huu. Tunaendeleza ile dhana ya nguvu moja ambayo binafsi naamini ndio inatufikisha hapa tulipo. Binafsi ndio inafanya timu yetu mpaka sasa hivi ukisikia inatajwa sana ni kwa sababu ni timu kubwa. Ukisikia mambo mengi sana kwa sababu timu kubwa. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwamba hiki ni kitu kikubwa kwa siku ya leo, na ndio maana umeona hapa ni mtoko wangu hapa ni huu leo, lakini pia nishakamilisha jambo langu hili. Lakini kikubwa zaidi kwa huko ambako nimetoka Lushoto, nimewakilisha matawi matatu: Wekundu wa Usambara Lushoto mjini, Wekundu wa Usambara kwa Makame, na Wekundu wa Usambara Lushoto Malwati Ubiri. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu ambacho naweza kukuambia mpaka nafika hapa. Simba ina wiki ya Simba. Katika wiki ya Simba kuna kilele ambacho ni leo tarehe 8. Lakini katika zile siku za wiki ya Simba za mwanzo kuna kurejesha kwa jamii. Tulienda kufanya usafi yao matawi ambayo nimeyataja: Wekundu wa Usambara Lushoto mjini, Wekundu wa Usambara kwa Makame, na Wekundu wa Usambara Ubiri. Hawa Wekundu wa Usambara Ubiri nilienda kufanya nao usafi hospitali ya wilaya Lushoto, ila pia tukachangia damu chupa 28. Umeona mkono hapa bado kakovu akajanini bado chupa 28 za damu. Kwa hiyo unaweza kuona tumefanya tukio kubwa, kwa sababu wana Simba mara nyingi tunasema sisi tunapenda kushiriki kwenye matukio ya kurudisha kwa jamii, matukio ya huruma. Leo hii ndo tumekuja kwenye sikukuu yetu. Sasa umeuliza swali la viongozi kuelekea msimu ujao. Kwanza mimi naamini timu inajengwa na vitu vitatu: wachezaji na benchi la ufundi ni kitu cha kwanza, mashabiki na wanachama ni kitu cha pili, lakini uongozi imara ni kitu cha tatu. Kwa hiyo tunapokuwa wote inakuwa ni tatu bora, ndio unaipata timu nzuri, ambao kwa mfano sasa hivi ukiongelea Tanzania Simba lazima uhitaje, na ndio maana hata msimu uliopita tulivyotoka group stage mashindano ya kafu pia yalilala. Kwa hiyo mimi ninachopeleka ujumbe kwa viongozi wangu, kwanza, cha kwanza nawaomba kwanza Mo Dewji asiguswe, yaani tena tumlinde kwa wivu mkubwa sana Mo Dewji, kwa sababu mpaka sasa hivi Simba kila mtu anaiongelea na itamani, ni kutokana na Mo Dewji alivyoishika Simba mpaka Simba ilipofikia hapa. Lakini cha pili naomba, kwa sababu viongozi wangu walishateua mkurugenzi wa wanachama, wafanye hima ili kadi za wanachama zitoke, kwa sababu unakotoka mimi nimetaja matawi matatu, lakini matawi hayo yana wanachama 250 unapata 750. Lakini mtu mwingine anakosa nguvu kwamba na mimi Simba inapotajwa nakosa nguvu, kwa sababu sasa hivi ukimwambia mtu mimi ni mwana Simba anakuambia kadi yako iko wapi? Sasa watu wanatamani kupata kadi kama hizi ambayo mimi naimiliki hii hapa. Sasa kwa sababu mkurugenzi wa wanachama alishatajwa, kadi ya wanachama. Hii kadi ya wanachama unaweza ukaisoma hapa. Nilipata mwaka 2000 na ngapi hiyo? Soma hapa. 2016. Unaweza ukaona kabisa kwamba kila mtu anatamani, kwa sababu Simba inamtaji watu. Wote unaoona hapa wengi wametoka mbali, kama mimi nilivyotoka kule Lushoto takriban kilomita 360. Kwa hiyo wale acha kule pia na wengine ambao nimekuja nao wengi pia wanatamani kuona kila mtu anakuwa na yeye ni mwanachama, ili asiitwe shabiki wa dirisha dogo, asiitwe yao. Lakini cha mwisho, viongozi wangu, huu ndio muda ya kwao yanaongeleka ni madogo sana. Wao ni watu ambao wakikaa sehemu yote ambao watu wana akili timamu, lazima kutakuwa na kupishana mitizamo, lakini mitizamo wanapoipishana waangalie muda wa ile mitizamo yao wanapishana, kwa sababu muda ni mali.
Sasa hivi tunaenda kuhitimisha tamasha letu hapa wiki ya Simba Day. Lakini baada ya hapo kinachoenda kufanyika ni nini? Kinachoenda kufanyika ni ngao ya jamii ambayo tunaenda kucheza na Mtani na baadaye ligi inaanza. Kwa hiyo tukiwa tushavunja yale makundi na tukasimama kitu kimoja, ile neno ambalo nilisema kama timu inaweza likaenda kutusaidia kwa msimu ujao ambao kikosi chetu kimeboreshwa, kikosi chetu ni kizuri, kikosi chetu kina kila kitu. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwamba tukisimama na wao viongozi wakisimama wakashusha mapanga wakaweka tofauti zao pembeni ambazo ni ndogo sana, tunaweza tukafika ambako tunahitaji sisi kama Simba na timu kubwa Afrika. Walau kwa ufupi, usajili wako msimu unaonaje? Usajili ni mzuri. Kwanza nikukumbushe hapo kwenye usajili, tumezoea kila msimu mwisho wa msimu tunaondokewa na wachezaji wetu wale pendwa, lakini msimu huu Simba kweli tumedhamiria, kwa sababu ukiangalia, ndio maana akasema Mo Dewji asiguswe. Wachezaji wote ambao tumewaona ameingia dirisha dogo, wameingia na kocha Steven Becker, nikimtaja Alibase Gae, nikimtaja Anisete Oura, nikimtaja Rushaine De Rock, nikimtaja Ismail Ture, nikimtaja Kibabage, nikimtaja Jibril Kasali, Ino Loemba, wote na wale waliokuwepo wote wamesalia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba usajili ambao umefanywa sasa hivi wakina nani hawa, Vita Osime huyo, unamjua Ibrahim Dumbia, Ibrahim Dumbia, wamekuja kuboresha. Kwa hiyo unaweza kuona usajili wa Simba tumeenda kuboresha, kwa sababu anasema unapoenda kupambana hakikisha silaha zako muhimu zinakuwa zipo. Sasa mimi nikushukuru sana bwana Mwana Simba. Pamoja sana. Je, unatafuta saluni ya kike yenye huduma bora ya kisasa na bei nafuu? Basi usihangaike tena. J&R Mtita Unisex Saloon. Tuna saluni ya kike inayopatikana Mikwambe Maliasili. Ni mahali sahihi pa kubadilisha muonekano wako na kuongeza kujiamini. Karibu sana siku ya leo kupata huduma zifuatazo: kuosha nywele na kuseti, tunapamba maharusi, tunafanya simple makeup ya kisasa na inayovutia, tunasuka yebo faster kwa haraka na kwa ubora, tunashonea weaving kwa ustadi wa hali ya juu, netwave, tuna blow dry, tunafanya facial inayofanya ngozi yako iwe laini, safi na yenye mvuto. J&R Mtita Unisex Saloon. Hii siyo saluni ya kawaida, ni saluni ya matokeo. Tunapatikana Mikwambe Maliasili. Huduma safi, wahudumu wakarimu na mazingira mazuri kwa kila mwanamke. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0745884112. Usikubali kichwa chako kiwe cha mazoea. J&R Mtita Unisex Saloon. Saluni ya kike inayopatikana Mikwambe. Urembo ni utambulisho wako.